Okay, hii ni MV system na let's test microphone. Microphone inafanya kazi vizuri. Leo tutaendelea kuangalia hii MV system. Okay, MV system version 2 ambao ni kama demo, lakini upo mfumo ambao uko empty, hauna data, na ukiingia utakuta tu data za demo kidogo ambazo ni kama mbili, kwa hiyo unaweza ukazidelete au ukazilimitia pale pale. Leo tutajifunza kuona namna ya kuhudumia wateja baada ya kuwa tumeshapata huu mfumo na tumesajili tumesajili zetu duka letu la dawa au kama ni maabara yetu. Password kama mnakumbuka niwaambia, ukiingia kwenye mfumo huo, hilo neno la juu ndio unalikopi hapa chini, baadaye unaweza ukanitafuta nikakuwekea system na kuweza kubadilisha hiyo password. Kama unataka unabadilisha mwenyewe pia kuna mfumo huu tutaweka muda sio mrefu ambao utakuwa na uwezo wa kubadilisha, lakini pia itakuwa inaongezeka bei kidogo. So unapokuwa umeingia, tunakumbuka mara ya mwisho tulisajili hizi dawa, lakini pia tulisajili na vitengo kadhaa viko hapa. Okay, kwa hapa utakuwa kama narudia tena. Kwa hiyo kama unafanya shughuli zako za maabara, mfumo huu unatumika kwa maabara, unaweza ukatumika kwa duka la dawa, lakini pia unaweza ukatumika kwa kituo chochote cha afya kama ni dispensary, etc. kulingana, lakini sema mfumo huu unakuwa uko offline. Kwa hapa kuna scenario ambayo ukiwa kama una maabara yako utasajili maabara, utasajili store yako ya maabara, lakini pia utakuwa unaona wateja. Mfumo huu unaweza ukaona wateja. Kwa hiyo kama ni duka la dawa, vile vile utasajili duka la dawa, utasajili store ya duka la dawa na utakuwa unaona wateja. Kwa unatumiaje? Kwa mfano kama ni store utatumia kupokelea dawa, lakini pia unaweza ukatumia kutolea dawa. Na store yote, store ya maabara, duka la dawa au ya kituo cha afya au ya dispensary, inategemea na unafanya biashara gani. Lakini pia maabara yenyewe uliyoiweka huko tunasema unaisajili. Unapokuwa unasajili, maana yake unaingia hapa na kuambia sajili mteja au kitengo. Kwa utaandika hapa kama ni maabara, utaandika kama hivi inavyoonekana. Let me show you hapa kwenye search. Kwa mfano hii tutaifungua hapa, unaona hapa jina inaonekana, kwa utaisajili inakuwa hivyo. So unapokuwa unapokea dawa utaenda store, alafu utapokea dawa hapa chini. Okay, utapokea kama hivi na inaeleweka. Okay, kwa kuweka data nyingi, maybe labda online, sawa. Hizi zinakuja automatic, wewe utakapobadilisha ni hapa. Kwa hiyo ni kuonyesha kama inatoka automatic, ni kuonyesha hapa ukibadilisha kitu ambacho okay, ratiba online na MRC huwezi kuona kwa sababu zinafanana bei, lakini ukitofautiana hapo kubadilisha kitu manake na hapa inabadilika bei. Okay, kwa hiyo bei kwa hapo unapoingiza mzigo unaingiza vitu ambavyo umepokea au umenunua kutoka kwa vendor. Hapo ni store inatumika kupokea. Unapokuwa sasa duka, kama ni duka la dawa lenyewe au kama ni maabara yako, unaweza ukaitumia kwenye matumizi. Kwa mfano labda maabara inataka umeme, maabara inataka maji, bili ya maji inataka bili ya umeme, inatoa mshahara, kwa utakuwa unaweka hapa. Okay, umeme itakuwa inaweka hapa umeme, labda umeme ni ngapi, unaweza kuandika 15 au 20 kwa hivyo. Sasa wewe katika umeme unaweza ukasajili kwa namna tofauti unaweza una wewe. Kwa hiyo kwa mfano labda umeme kila mwezi au baada ya muda unanunua kiasi fulani. Kwa hiyo ni 10, kama ni umetumia 10 utaweka moja. Lakini kama unataka uweke kwa unit umeme, sawa. Cha msingi ni kwenda huku kuinspect vizuri, huku unasajilije. Kwa kama ni ile hii unataka kama ni unit, unaweza kuandika bei ya unit kule, kwa unaandika unit ngapi umenunua. Kwa hiyo namna hiyo. So baada ya kuwa umetumia kwa duka la dawa, store itatumika kupokea dawa, DLM yenyewe itatumika kufanya matumizi. Matumizi ambayo hayaingizi hela, yanatoa hela. Lakini sasa wateja wanapokuja sasa, ndio somo la leo, ndio utaingia kusachi mteja. Kama mteja hayupo, maana yake utamsajili. Na unamsajili wapi? Utaingia tu hapa, sajili mgonjwa au kitengo kipya. Sitaki kuingiza na kusudi data kwa sababu hii ni demo, tunaweza kuandika Musa Ali Abdalla.
oblong. Okay, oblong. Kwa huyu ndio booster. Okay, hata kama bahati mbaya umefunga unataka kumuona ndio umesajili. Hiki tu search atakuja kufungua. Unataka kupima vifaa gani au unataka kuchukua vifaa gani? Unaandika hapa vifaa unavyotakiwa kuchukua wewe tu, kama glavu, unaandika kwa hapo kipimo moja kilo moja, glavu ametumia labda 40. Unaandika hivyo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo utakapoweza kuona wateja. Ripoti zimesha, nafikiri tukaangalia na ripoti, hatujagusia sana. Kwa kutaka kuona ripoti ya mapato na matumizi, utaingia kwa tarehe leo, kwa mfano leo ni tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa hiyo inakuletea matumizi. Hivi ni negative kwa sababu baadhi ya vitu hatujaenda kuvipokea kule ili niweze kutoa. Mfano hapa ni shipping ndio ambazo nimepokea bado ni zero, lakini kwa hizi ambazo ni glass labda hapa inaonekana tunazo, kwa haito kuonyesha negative. So inakuwa hivyo, lakini hii imetenganishwa kwa tarehe. Okay, kwa ukiona ripoti pia bado ina changamoto, mifumo hii inaweza kuwa na changamoto, kwa unafikiria tunarekebisha changamoto chapu tu kwa haraka kama ni mfumo hujautumia. Okay, muda mrefu. Kwa kama kuna kaela kakuchangia ni kadogo tu, hatuwezi kuzingira sana. Kwa nafikiri kwa hizi gharama za matumizi unaweza ukaangalia pia. Tarehe leo mwezi wa 5 5. Kwa inaonyesha umeme huu tumenunua umeme wa shilingi 10,000. Okay, kwa nini tulionunua tujaandika kule nafikiri. Unasema ambapo hatujaandika umeme. Ya hapa kwenye kupokea kwanza ndio utoe. Okay, kwa sababu hicho ndio maana. Kwa nafikiri hizo ndivyo ambavyo utakapokuwa umeweza kuona wateja na namna ya kuweza kutumia mfumo kusajili wateja. Hii data utazikuta, unaweza kukuta mbili labda hii store na hii mambo mengine unaweza kui ukalibireti hapa ukaandika jina lingine labda Jamila. Okay, save maana yake inabadilika. Kwa kule hautakuta tena huyo hii ukifunga ukifungua tena unaweza ukaibadilisha. So nafikiri niwashukuru sana. Kama ndio mara yako ya kwanza unaangalia video hii, ni video ya 3 kwa muda kabisa, tutatafuta video inayofuata ya kwanza, utaangalia mwanzo mpaka mwisho na namna mfumo huu unaweza kutumika. Thank you very much. Usisahau kusubscribe na comment katika mfumo wetu. Lakini ukitaka kuona mifumo yetu pia inaweza kupatikana online. Unaingia tu Google, hapa unaandika neno linaloitwa Payhip kwa herufi ndogo Payhip. Okay, Payhip kama hilo neno linaloonekana. Ukikopi hilo kwa sababu ni mara ya kwanza utaliandika lote tu, wala ni shida. Ni sawa sana mimi nitaandika payhip.com. Right? ND herufi kubwa itaanza ND16 na hiyo S itakuwa ni herufi kubwa. Utaandika ND16. Ndio kama mtandao wako uko vizuri, ya online shop yetu itaonekana hapa na unachagua mfumo ambao unapenda. Ukienda chini kabisa huko hakikisha please una click follow us, unaandika email yako na una send tunapata ujumbe, na wewe pia tunakuwa tunatuma, tunaweka mfumo mwingine mpya unakuwa unapata notification kwenye email yako, unaweza ukaenda ukacheck. Lakini pia ni kusihi, naomba ushare na comment kwa marafiki zako, ni sana wewe hauhitaji lakini rafiki yako akahitaji sana. Tuna mifumo mingi ya aina tofauti. Kuna mifumo ya schedule ya kupanga ratiba moja kwa moja mwaka mzima na kuanza kwa haraka unaingiza data chache. Tuna mfumo wa shop system kama maduka lako la kawaida, vitu vya kawaida. Kuna mfumo wa secondary, mfumo wa accessory, manage vitu kama hivyo. Kuna vitabu mbalimbali vya audio na ebook. Unaweza pia ukatembelea, unaweza ukatuona. Ukitaka kushare hii page una copy tu link hapa juu, unamtakia yule mtu ambaye unataka kumtumia. Kwa nafikiri nikushukuru sana na Mungu akubariki sana, Mungu akuongeze na kukuzidisha wewe na familia yako, akuepushe na magonjwa pamoja na tunutu na viroboto visile miaka ya maendeleo yako. Mungu akubariki sana na nakupendeni sana. Asante sana kwa kuwa pamoja nami. Endelea kuona video nyingine, unaweza ukapendezwa na kitu kimoja au viwili. Asante sana. Bye bye.